Okay, asanteni sana. Ni siku nyingine na nyingine ambayo siku ya leo ningependa tuzungumzie about evangelism. Ukuwe muevangelisti kanisani, inafaa ufanye kazi gani? Ni ile kazi ya kutafuta zile makondoo ambayo zimepotea, kuzileta katika njia za Mungu. Na katika hii hali ya kufanya kazi ya evangelist, utafanya katika njia gani? Jambo la kwanza, inafaa uwe mtu wa kujitoa. Sababu unapofanya hiyo kazi ya evangelist, utakutana na watu tofauti tofauti. Na inafaa tufate mfano wa Yesu. Unataka kwenda kutoa mtu katika kile kikundi cha usharati, utaenda katika njia gani? Katika kikundi cha ulevi, utaenda katika njia gani? Kama wewe evangelist umejitoa kufanya kazi ya Mungu, jambo la kwanza, utafaa ujifanye kukua kama hao watu. Una pretend ya kwamba hata wewe ni mlevi mwenzao, una pretend ya kwamba wewe ni msherati mwenzao. Ndio sasa upate ile njia ya kuencourage hao watu, uwalete katika njia za Bwana. Hilo ndio jambo ambalo linatusumbua sana sisi watu ambao tumeokoka. Tumejipenda sisi wenyewe kibinafsi. Unajiona kwamba sasa jinsi ambavyo umeokoka, unaendea yule mtu mwenye unahitaji afuate njia za Mungu venye unataka. Hapana. Hata Yesu mwenyewe alitumia hekima na maarifa ya kutaka kuwin yule mwanamke ambaye alikuwa malaya. Kumbuka ile story venye Yesu alienda akapata mwanamke anachota maji kwenye kisima. Akamuelezea na akamwambia, sisi kama sijui wana wote tulikatazwa tusiungane na nyinyi. Lakini Yesu akajifanya kuwa anataka kuwa bwana yake, kumuoa. Ndiposa akamwini, akamleta katika njia za wokovu. Angalia Yesu jinsi alivyoenda kwa wale watu ambao walikuwa wanafanya usharati. Alienda akajifanya kukua kama yeye pia ni mtenda mabaya. Ndiposa akawini yale makondoo, akawaleta katika njia za kumwabudu Mungu. So sisi ambao tumeokoka na wale ambao pia wanafanya kazi ya evangelist, nimekuja kuwahimiza tu ya kwamba unaona kuna watu huku nje wanatembea. Kuna watu huku nje wanang'ang'ana kwa ile maisha yenye si yao. Unaweza pata kijana mzuri, lakini amevaa mzuri, amedress mzuri, lakini ile maisha ambayo anaishi ndani, hiyo si maisha yake. Sababu shetani alikuja akamnyang'anya maisha yake, akakalia. Sasa wewe kama evangelist, ama wewe ambaye mtu ambaye umejitoa kufanyia Mungu kazi, tafuta ile njia na ujuzi ya kwenda kuguide huyu mtu. Umwambie, my brother, hata mimi jinsi ulivyo sahihi, hata mimi nilikuwa katika hiyo barabara. Utumie ujasiri, ujuzi kabisa, hadi uingie deeper, uone umewin hii kondoo, ukapelekea Mwenyezi Mungu. Sababu unajua kuna watu wengi wanaishi maisha ngesi yao, na sisi kutaka kwao wanatamani kutoka ndani, lakini kupata wale watu ambao wanawapatia advice, wanawapatia advice kuenda katika njia za Mungu, inapata ni shida. Lakini sasa wewe ambao umeokoka, uko na nafasi ya kwenda katika ile kondoo ambalo limepotea. Utumie ujuzi, utumie hekima, utumie kila masomo yako yote kutaka kutufuta hii kondoo, uilete katika njia zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Na ni wewe ambaye utafanya hii kondoo likubali ama likatae. Italingana umeenda kulini encourage katika njia gani, umeenda kumwelezea katika njia gani, ndiposa ukamuini. Sababu unajua siku hizi watu ambao wameokoka, tunataka kutumia nguvu kwa ajili ya kuwini hizi makondoo. Tunataka kujionyesha kwamba wewe ndiye umeokoka. Sasa yeye hajaokoka, unamwendea jinsi ambavyo unataka. Nimekuja kukuelezea kwamba wewe ambaye Mungu amekupatia nafasi ya kumchukua makondoo kupeleka kwake, unatumia katika ile njia ambayo si halali. Hiyo ndio njia ambayo inakufungia pia wewe baraka zako. Sababu umeshaanza kuvuna matunda katika zile njia za wokovu, lakini hautaki, hausikii
wenzako pia wakifanikiwa, au sikii mkishare hizo baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Evangelist naongea na nyinyi, na ningependa kwamba at least tutafute njia za kutafuta hizi makondoo ambazo zimepotea, tukizileta katika njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu. Unajua kuchukua tu kondoo moja kupeleka kanisani, unashinda ule mtu ambaye ametoa dhabihu 1 million kanisani. Sababu Mungu anafurahia, utaipeleka pale, mwingine huyo pia apate matunda mazuri, aende apeleka ule mwingine, na unapata sisi wote tunamtumikia Mwenyezi Mungu. Sababu unajua tunapatia hao makuhani, hao kuhani wetu tunawapatia kazi mzito, wanashinda wakibeba maisha yetu, wakituombea, wanakesha na kuomba kule milimani, they are praying all the time about us. Lakini sisi tumekaa tu hapo, unaona sometimes jambo linakuja kuwa ngumu na unapita ndani tu bila kujua umepita namna gani. Ni ile maombi ambayo watumishi wa Mungu wanakesha na kuomba, wanafunga kwa sababu yako wewe na mimi, lakini wewe hujui. Lakini wewe kuchukua tu nafasi ya kupata kondoo ambayo imepotea katika njia za umalaya, imepotea katika njia za ulevi, imepotea katika njia za usharati, imepotea, yani mwingine amekwama ndani ya magonjwa. Lakini unajua akienda kwenye kanisa fulani anaweza fanyiwa deliverance na akatoka katika hiyo hali. Tafuta njia ya kuambia huyo mtu maneno matamu ili aende akafunguliwe, akaanze kumtumikia Mungu. Sababu kuna waimbaji wasichana huko nje, ni waimbaji wako na zile talent za kuimba, lakini wamefungwa, wamesukuma katika mambo za dunia tu, hawajua watafanya namna gani. Hiyo hali imekuwa ngumu kwao, wanang'ang'ana kutoka ndani, lakini mambo yamekataa. Wengine wanaishi maisha yenye si yao, wengine wanaishi maisha si yao. Inafika mahali wanakaa chini, wanaanza kujiuliza maswali, wanauliza Mungu, Yesu, kwani haya ni maisha magani? Na unajua huyo mtoto amejaribu kutoka katika hiyo njia, katika hiyo hali ndani, lakini ameshindwa. Na wewe evangelist uko pale, Mungu amekupatia kibali cha kwenda kuencourage huyu mtu unapokutana naye. Tafuta njia ya kumencourage, tafuta njia ya kumwambia, mfungulie kavasi, mwambie venye Yesu alikuwa anafanya, mwambie katika ndani za wokovu venye kuna matunda, venye kuna amani. Jambo linapokuja mzito, lakini uko ndani ya wokovu, auone kama hilo jambo ni mzito, sababu uko ndani, aliye ndani mwako ni mkuu kuliko mwenye ako nje, ambaye ni Yesu Kristo. So nimekuja kuelezea tu ya kwamba nyinyi ambao umeokoka, tumtafute huyu Yesu katika njia za ukweli, tumtafute huyu Yesu katika njia za kusaidiana, sababu unajua ni nyakati za mwisho na wanadamu wanateseka, watoto wa Mungu wanateseka, watoto wa Mungu wanateseka. Unajua wanateseka. Kuna testimony nyingine niliona kwenye kipindi fulani, huyo msichana analia venye ndoto zinamsumbua, analia venye anaishi maisha si yake, analia venye aliachwa, baba yake alienda. Hakika mama yake naye kutoka kama imeenda kutafuta akapotelea nje. Huyo msichana alilia, ikafika mahali sasa ni kwanza kufanya mambo ya usharati. Akasema ameng'ang'ana kutoka katika hiyo hali, lakini imekuwa ngumu. Akitamani kwenda kanisa, mambo yanatokea tu. Huyo msichana alilia, nikamuonea huruma, nikauliza Yesu, kwani haya maisha ni maisha gani? Sababu unajua hata wewe hiyo maisha ambayo unaishi sahi mazuri, hiyo maisha ambayo unaishi mazuri, oh God, ni huruma Mwenyezi Mungu. Kuna mtu anatamani kwenda kanisani, lakini njia zake zimefungwa. Akienda atataka pitia hii side nyingine, anapata milango zimefungwa tu. Ajua atafanya namna gani, anang'ang'ana. Akienda apate kazi, anapatanga tu kufanya pale kazi, mambo ni magumu. Hiyo kazi tena roho yake haitaki, sababu njia zake zimefungwa. Oh God, unajua kuna mtu amemaliza mpaka form 4, ameenda college, amemaliza university, lakini njia zake za kupata kazi zimekuwa ngumu. Huyo jamaa ananiuliza, kwani hao watu mwaka wanamaliza shule hivi na college na wanapata kazi, kwa wanatumianga njia gani? Oh God, Mungu achilie sasa watu wako, watumishi wako waanze kufanyia kazi, wapatie ujuzi na ujasiri wa kuongea na watoto.
sababu kuna mama mahali saa hii, kuna ndugu mahali saa hii anatamani kwenda kanisani, lakini anapoamka tu kujiandaa anapiga nguo pasi mzuri. Nikishafika wakati wa kwenda kanisani anajipata shughuli nyingine imetokelezea. Yaani shetani anamuinda usiku na mchana. Shetani anamuinda usiku na mchana. Na unajua Mungu, huyo kijana ndio breadwinner katika boma lao. Amefungwa, anatamani kutoka ndani, lakini mambo yamekuwa magumu. Mambo yamekuwa magumu. Yesu, oh God. Nimekuja kukuelezea kwamba ni nyakati za mwisho. My brother, my sister, uko na chance, umepata mtu anakuadvise kuhusu mambo ya Mungu. Chukua nafasi hiyo, maisha yenye unaishi. Na angalia ukisema kwamba hati miaka zangu bado. My brother, my sister, miaka ndio zinaenda. Na saa hii mambo yamekuwa magumu. My brother and my sister, anza kumtafuta Yesu akuonyeshe line. Anza kumtafuta Uyosha akuonyeshe line. Line ni maisha mazuri, ni wewe mwenyewe utajijenga nayo. Maisha mazuri ni wewe mwenyewe utayatafuta, na kukaa chini kujichunguza, kuangalia mienendo zao, kuangalia tabia zako. Hizi tabia zinampendeza Mwenyezi Mungu? Hizi tabia ambazo unafanya zinapendeza jirani yako? Hizi tabia ambazo unazifanya zinapendeza yule rafiki yangu ambaye nimekaa naye? Hizi tabia ambazo niko ndani? Jichunguze, kaa chini, jichunguze, jiangalie maisha yako, sababu mzazi wako tayari anamaliza maisha yake. Wewe ndio unaanza safari, na hii safari saa hii bila kumtumikia Mungu utang'ang'ana. My brother, my sister, utang'ang'ana. Usipomtafuta Yesu mapema, usipojichunguza, usipodili na weakness yako, utang'ang'ana. Unajua kuna watu wengine walikuwa katika hiyo njia hiyo hali ambayo uko ndani, lakini walipokaa chini wakajiita kama mkutano, wakaanza kujiuliza maswali. Na hii kitu ambayo imenikwama, hii ka weakness ambayo kamenikwamilia, kanafanga hata siwezi kaa na wenzangu hata siku 2, kanafanga hata siwezi ishi mtu na siku 3. Kataondoka namna gani? Kaa chini, piga magoti, ambia Yesu, mimi siwezi bila wewe. Tafuta kanisa, enda, Yesu atakusaidia. Sababu saa nyingine hiyo attack, hiyo weakness ambayo uko nayo, hiyo attack ambayo imekuandama, si kutaka kwako, ni kufungwa. Umefungwa tu. Ambia Yesu, sasa hii hali sitaki ndani, nimetoka ndani na sitaki. Na ni wewe mwenyewe utaanza kujifanyia kaibada. Hakika mama yako hatakuja penye huko aanze kukuelezea. Hakika baba yako hatakuja akaanze kukuelezea. Utapata ushauri pale kanisani. Utapata ushauri kwa ndugu yake ambaye ameokoka. Na anapokuambia take one point, anza kujibadilisha maisha. Unajua hata sisi tumekuwa huko ndani, tumeng'ang'ana, tulikuwa tumedharauliwa, tumepotelea katika ndani za ulevi, mambo ya dunia hii. Hakika tumekuwa watu wa hasira, lakini Yesu, siku moja Yesu aliporudi, akapata umepanga ndani, roho yako inamtamani, akakuja akatusamehe. Na Yesu ni mwenye msamaha. Yesu ni mwenye msamaha. Haijalishi uliua, haijalishi ulifanya mambo magani, haijalishi ulinyang'anya mtu, haijalishi ulifanya nini, Yesu akiamua nataka kusamehe, anakusamehe. Nimekuletea ripoti kuambia kwamba ni nyakati za mwisho. Tumtafute Yesu. Hii message imekuwa katika wale wa evangelist, wale ambao wanafanya kazi ya Mungu ya kutafuta makondoo wakipeleka kanisani. Nimekuja kuambia kwamba unapoendea mtu unapata amekomali katika ile hali ambayo ni ngumu kutoka ndani, just pretend ya kwamba hata wewe hiyo maisha umeshaipitia, ili ukaweze kuwin, ili kondoo ukaliokoe. Na pia wewe siku moja, na kile kazi ambayo amefanya Mwenyezi Mungu, siku moja, one day Mungu atakuja kukulipa. Najua saa nyingine mambo yanakuanga magumu. Nimekuja kueleza kwamba Yesu anaweza. Ataweza namna gani?
Oh God. Unajua unang'ang'ana ndani ya hiyo magonjwa, mambo yamekataa tu. Unang'ang'ana ndani ya hiyo hasira yako, mambo yamekataa tu. Kuna magonjwa mengine yako kwako lakini hujui. Oh God. Ninakutuma kwamba hapo mahali ambapo unanitazama, tafuta Yesu. Tafuta Yesu. Tafuta Yesu. Oh God, mama. Asante.